sio tu kwa sababu ni ujumbe wa wajumbe, hapana. Hii ni sehemu ya ujumbe mzito ambao niliusema mwanzo na naomba nirudie kwa wewe ambaye hukusikia. Tafiti nyingi zinaonyesha mapenzi ya jinsia moja yanakuwa kwa kiasi kikubwa sana. Na jamii zetu tunaposema mapenzi ya jinsia moja, moja kwa moja watu wanapeleka akili, mawazo, masikio na macho kwenye vitendo vya ushoga. Lakini kuna jambo linaachwa na halizungumziwi mara kwa mara. Ni nini? Ni swala zima la maisha ya lesbian, kwa maana ya usagaji. Wazazi ambao tuna watoto wa kike majumbani, mashuleni ama mtaani, popote pale, naomba nizungumze tena mara ya pili na mzazi yeyote ambaye ana mtoto wa kike. Jamani, ndugu zanguni, swala zima la mabinti kufanya vitendo vya usagaji limekuwa kubwa. Changamoto ni vile tu halizungumziwi mara kwa mara ama halipigiwi kelele mara kwa mara. Lakini ukiacha vitendo vya ushoga, usagaji unakuwa kwa kiasi kikubwa kuliko maelezo. Rai yangu kwa wewe mzazi, jitahidi sana kukaa karibu na binti yako, zungumza naye. Tumeshazoea mara nyingi sana watoto wa kike wanaweza kuachwa wakalala pamoja na maisha mengine yakaendelea, kwa sababu pengine haishtui sana, kwa sababu unaona wote ni watoto wa kike. Lakini je, unafahamu dunia ilivyo speedy? Vitu gani vipya wanajifunza kwenye dunia yetu tulionayo ya utandawazi, na wakaamua kuvipractice. Narudia tena, vitendo vya usagaji vinakuwa kwa spidi sana, kwa sababu ni siri kubwa na haipigiwi kelele mara kwa mara. Watoto wanajiingiza kwenye dunia mbaya, dunia ya ushetani, dunia ambayo inaweza kuwapeleka kwenye dunia nyingine kabisa nje na hii ambayo tumeizoea sisi, kwa sababu ya vitendo vya usagaji. Mzazi, kana binti yako, tusifundishane mara nyingi. Karibu sana.